Draw ni saa 6 kamili. Zibaki dakika 20 tu. Kwa hiyo itakuwa live Azam Sports 1. Wafike pale na washuhudie draw hiyo ili waweze kutuombea dua kwa yoyote ambaye tutakutana naye, na tumejiandaa kwa ajili ya ushindi. Kwa yoyote tu atakayekuja mpo tayari kukabiliana naye. Hauoni kama inawezekana ikawa mshika mbili mmoja mponyoka, huku ligi mnapambania kutoshuka daraja, huku michuano ya FA ni kama vipi? Kaseja anapata mzigo mkubwa hapo Banzanzara. Ni watoe wasiwasi. Kama tusingekuwa na mchezo dhidi ya Namungo na Tabora katikati hapa, tusingekuwa na mechi fitness yoyote ya kiushindani. Ndio. Kwa sababu baada ya kumaliza tu mechi dhidi ya Pamba, kilichofuata hapa ni ratiba za FA. Tumecheza dhidi ya Namungo hapa ni mchezo wa ushindani. Na Namungo ni mshindani wetu kwa sababu bado tuna mechi naye. Ni kipimo kizuri sana kwa Juma Kaseja kuweza kukijua kwanza kikosi chake, kwa sababu ndio ilikuwa ni mechi ya pili tu, lakini mara baada ya mechi dhidi ya Pamba tungekuwa tayari tumeshayaaga mashindano ya kombe la shirikisho. Tusingekuwa na mechi yoyote mpaka leo hii tena. Umeona, kwa sisi imekuwa kama faida sana kwa sababu tumecheza dhidi ya Namungo ambaye ana kiwango kizuri kwa sasa hivi. Tumecheza dhidi ya Tabora ambaye amekuwa tishio kwa ushindani. Sawa. Kwa hiyo kwetu sisi inatupa faida ya kumpa michezo mingi Juma Kaseja kwa kuweza kukijua kwanza kikosi chake, kwa sababu amekikuta kikiwa na hali mbaya, amekikuta kikosi kikiwa na morali ya chini kwanza, amekikuta kikosi ambacho hakishindi mechi yoyote zaidi ya kutoa sare na kupoteza. Kwa hiyo tumecheza dhidi ya Pamba, tumecheza dhidi ya Namungo, tumecheza dhidi ya Tabora na leo tunacheza dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo ukitoa michezo miwili tu FA, kama tusingekuwa tunashiriki ligi hii, basi Juma Kaseja alikuwa na mechi dhidi ya Pamba na Coastal Union tu, zaidi tu ya mazoezi. Lakini anapokutana na mechi ambayo tena knockout, labda tuelewane hapo, anakutana na mechi ya dhidi ya Namungo ambayo ni knockout, ambayo ilimhitaji sana kuwa na mbinu nyingi za kuweza kushinda na ameshinda. Amekutana na mechi dhidi ya Tabora ambaye tumetoka sare dakika 90 na kwenda mikojo ya penalty. Ameweza kujua wachezaji wake ambao wapiga penalty ni wakina nani, ameweza kujua for the first time katika mechi ambayo inahitaji maamuzi. Kwa hiyo sisi still bado tunaendelea kukijenga kikosi, na hii inampa mwalimu Juma Kaseja ni nani ambaye ataendelea naye kwa msimu unaokuja. Labda niwaambie tu hiyo kwamba katika michezo hii ambayo tunacheza inampa mwalimu choice nyingi sana ya kuchagua ni nani ambaye tunaweza tukaenda naye katika msimu unakuja, kama tutaendelea kubaki au chochote ambacho kinaweza kutokea. Lakini kwetu sisi hatuoni kama ni mzigo mkubwa sana kwa Juma Kaseja, kwa sababu amekuta timu ikiwa nafasi mbaya, amekuta timu ikiwa njiani. Kwa hiyo sisi tunaponda tu, wala hakuna namna yoyote ambayo tunaweza kumwambia Juma Kaseja asiweze kushinda mechi yoyote. Hata ingekuwa ni mechi ya kirafiki. Lazima ucheze. Lazima tushinde. Bwana, kutokana na muda wetu Mazanzana, unawaambiaje mashabiki na wasikilizaji wa BFM Radio? Kubwa zaidi watuombee na wafike katika mchezo. Okay. Mimi ni waahidi tu. Leo hii tumewaahidi au tumepanga kuwafurahisha. Watafurahi tu, wala wasijali. Hali ya hewa naona kidogo nzuri. Na majira ni ya saa 1 kamili. Kwa hiyo wamalize shughuli zao waje kama mtoko wa leo. Na baada ya mechi ya leo tutaanza safari kuelekea Mbeya. Lakini dua zao ni muhimu sana. Kwanza leo tushinde ili tuweze kuelekea Mbeya tukiwa na alama 3 mkononi. Tunajua kabisa mshindani wetu ni Tanzania Prison. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi. Kiingilio ni shilingi 1000 kwa shilingi 3000, lakini pia kuna tiketi 100 za bure kabisa kwa wale ambao watafika mapema kabisa. Asante.